Ni Rehoboth Harvest Ministry, na tumerudi tena katika mtandao kwa somo letu ambalo tumekuwa tukijifunza juu ya maandiko matakatifu ya Mungu yanayopatikana katika kitabu ya Kumbukumbu za Torati. Kwa hivyo ndiposa siku ya leo tutaendelea, kwa sababu wiki jana tulijifunza juu ya sura ya 14 na mambo yale ya muhimu ambayo tulifunzwa juu ya fungu la 10 na vile chakula kipi tunatakiwa kula zaidi kwa upande wa nyama, kwa sababu mboga Bwana alituelezea katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo wapenzi, kitu ambacho ningetaka kuaguzia tukiendelea hapa ni kwamba mapenzi ya Mungu alitaka tujue amri zake, jinsi ya kulinda miili yetu na jinsi ya kuishi na jamii zetu na hata katika taifa letu. Ukishajua mambo haya ambayo yameandikwa katika vitabu hivyo 5 vya Tora, hapo ndipo utaweza kuwa na misingi ya mambo ya kiroho, kwa sababu tayari unajua unatakiwa kuishi namna gani. Lakini kwa wengi huwa hawaangalii hiyo, bali wanaingia tu katika hali ya kiroho na hawajajua misingi. Unakuta wengine wamepotelea kwa sababu ya mafunzo tofauti ambayo yatatokana na manabii vile wasiojua neno la Mungu na misingi ya kiungu. Mapenzi ya Mungu alitaka tuishi vizuri, tulinde hekalu vizuri na tuweze kuishi tukiwa na afya na akituondolea magonjwa yote. Na kwa sababu ya watu kulikataa neno la Mungu na kujifunza juu ya neno hili la Mungu, ndipo watu wamesababishwa kuwa na magonjwa tofauti na hawajui mwanzo yake. Hata wengine wakienda mahospitali, daktari anawaambia hajui na haoni ugonjwa mwenyewe, kwa sababu hawana misingi ya mambo ya Mungu, ya kulinda hekalu ya Mungu ambayo ni miili yetu. Kwa hivyo wapenzi, na ndipo unakuta hata katika koti kuna watu wengi wanapeleka kesi nyingi kwa koti, hawaelewi ni kwa nini. Kwa sababu wanaingiwa na hiyo roho ya mpinga Kristo ya mashindano kila wakati na kunyang'anyana bila kukaa katika sheria na amri na vile katika hukumu za Mungu, ili mambo haya yasiwepo. Kwa hivyo wapenzi, siku ya leo tunaingia katika sura ya 15. Naye sasa mahali hapa tunapoingia inatueleza juu ya sheria za madeni, yaani the laws of the debts. Kwa hivyo wapenzi, utaona mtu wa kawaida, mtu kama sisi, hata ikiwa si wa kawaida, tumeokoka, watu wengine huingia katika madeni na inawaondoa katika uwepo wa Mungu. Mambo haya najua mengi hayaongelewi kanisani na wengi hawafunzwi, lakini hasa ndiyo imeandikwa katika neno la Mungu. Na ndiyo unaona watu kama Wayahudi wanafaulu sana katika maisha. Hata hawa watu weupe ambao walijua siri hizi mapema na wakaweza kusimama nazo, wengi wamefaulu sana katika maisha. Lakini sisi watu weusi tulipotelea upande moja tu wa neno la Mungu na tukaweza kukosa misingi. Na ndipo unaona mambo mengi yako nyuma. Wengi ni kuzozana, wengi ni kupigania uongozi, wengi ni kuwa wafisadi, wengi ni kuwa na tabia ambazo hazifai. Kwa nini? Kwa sababu hawana misingi, hawajui ni wapi wakae na wapi wasikae. Kwa hivyo wapenzi, ndio maana tunatakiwa tuwe na msingi rasmi wa kiungu tuweze kuishi maisha mazuri hapa ulimwenguni. Kwa hivyo katika sheria za madeni utaona ya kwamba kuna jambo ambalo tunatakiwa tufahamu. Tukiangalia mstari wa kwanza tunaambiwa kila miaka 7 mwisho wake fanya maachilio. Yaani baada ya kukaa miaka 7 na wale watu ambao umewaajiri kazi, na wale watu ambao una madeni yao, na wale watu walio na madeni yako, mwaka wa 7 lazima uwe na maachilio. Yaani you surrender, uondoe hiyo deni, isikuweke tena katika hali ya kukaa mafikra yako yakiwa tabani, katika stress na mambo mengine. Kwa hivyo wapenzi, utaona ya kwamba kama kuna watu wana deni lako, watu ambao wamekuwa umewapa pesa, umewapa pengine mifugo, uliwakopesha kitu fulani, Biblia inatufunza, neno la Mungu linatuambia miaka 7 ikiisha na huyo mtu hajakamilisha deni yake, kwa hivyo ni vizuri kuisahau na kumwachilia. Zaidi inaongea juu ya ndugu zako, si watu wote wa ulimwengu, ni ndugu zako, wale mlio katika familia, wale mlio katika nira moja,
watu ambao mko pamoja, kwa sababu ikipita pale unakuta ndio shida inaingia. Na kweli utaangalia mambo mengine ambayo hatuangalii. Angalia kwa mfano, ukienda kukopa gari ambayo utalipa, angalia wanakuwekea chini ya miaka mitano, ukienda zaidi labda miaka 6. Angalia ukienda loan katika benki kuomba pesa, utaona wanakuambia utalipa hii loan kwa miaka 5 ama miaka 6. Hawakubali ufike miaka 7 kwa sababu wanajua sheria hizi, na ndipo watakufinyilia mpaka uweze kulipa hiyo deni kabla ya miaka hiyo, ndio wasije wakakuachilia uende na pesa yao. Hiyo ndiyo siri iliyopo, hata watu wa ulimwengu wanaielewa, na sisi watu wa wokovu tumejifanya zaidi hatujui, lakini ni kwa sababu hatuelewi, hata hatuoni serikali imepanga kwa namna gani. Imepanga kadri za kibibilia vile iko, ili wasije wakaingia katika majaribu. Kwa hivyo kila mwaka wa 7, kama ni mtumishi umeweka kwako slave, yaani mtu wa kukufanyia kazi shambani ama nyumbani, ama pengine msaidizi wako nyumbani na unamlipa mshahara, Biblia inatuambia, neno la Mungu linatuambia mwaka wa 7 uwe na mwachilio. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu akiendelea zaidi ya miaka 7, sheria inasema ya kwamba huyo mtu anaweza kuwa na urithi katika hiyo mali yako, katika hiyo nyumba yako, na hauwezi kumfukuza. Hata kama ni mtoto amekaa nyumbani mwako, amefika miaka 7 na ni mtu mzima, hauwezi kumfukuza hivi hivi, ni sehemu yako, atakaa kule, labda uhame hiyo nyumba uondoke. Lakini kuna kanuni za sheria, ati mwaka wa 7 huyo mtu ana mambo fulani anaweza kujishikilia kwa hiyo nyumba. Na kama ni plot, ulimwandika kazi ya kukalishia nyumba mahali, kama tuseme kule umenunua nyumba na mengineo, na ukamwacha pale akae miaka 7, basi huyo mtu anaweza kwenda kotini na aseme hiyo mali ni yake, na itakuwa ni mashindano makubwa, kwa sababu ni lazima atafaulu. Kawaida huwa wanafaulu. Kwa hivyo mambo haya uachilie. Ndiyo maana Mungu anasema uachilie. Hata afadhali kama ulikuwa umemwandika mtu, ikifika mwaka wa 7 ni vizuri kumuondoa kwanza, halafu baadaye umwalike upya, ili ile ya zamani iondoke, uweze kuendelea kwake kwa upya, kama ni kitu mnaandikiana. Na mambo haya uyaangalie sana. Jambo lingine ni kwamba, na jinsi ya maachilio ni hii, vile utakavyofanya wakati wa kumwachilia ama wakati wa kumpa uhuru wake, ni kila mkopeshaji na akiache alichomkopesha mwenzie, wala asimlipize mwenziwe wala nduguye, kwa kuwa imepigwa mbiu ya maachilio ya Bwana. Kwa hivyo wapenzi, uachilie kile ambacho ulimkopesha kitu. Kama ni ndugu yako, ni vizuri kuachilia, kwa sababu ni Bwana ametangaza hivyo, na ni Mungu ambaye hutupea, na Mungu anayetubariki ndio amesema namna hiyo, kwa sababu anajua kutatokea shida ya kulipizana deni ambayo imepita kiwango cha miaka hiyo. Kwa hivyo kutakuwa na mvutano na mambo ya kupelekana kotini na mambo mengine ambayo ni magumu sana ya kuharibu familia. Kwa hivyo wapenzi, ndio mimi huwa naarifu, naeleza watu ambao tunahusika hata katika ushirika na wanangu wale wanaonihusu. Mimi huambia ya kwamba usizoee kukopesha watu. Hiyo ni kitu, ni kama ugonjwa, kwa sababu watu wakizoea itakuwa ni shida. Ni afadhali kumsaidia mtu na kile kidogo ulicho nacho, akatafute mahali pengine kule atakapokopa, na itakuwa umejiokoa katika mambo mengi sana ya mambo ya bugdha, mambo ya kukusumbua. Kwa hivyo mimi kanuni yangu, nikiwa ninacho kile ambacho unahitaji, aidha nitakupa ama nikwambie sina, kama sina cha kuweza kupeana, badala ya nikukopeshe tena baada ya mwaka ama siku kadhaa utarudi kwangu tena uje kukopa na ile ya kwanza haujalipa. Hiyo inakuwa ni vita. Na vile vile ni vizuri kama mtu akija na njia ya kukopa, basi akikopa rohoni mwako ujue huyu mtu nilitaka kumsaidia, lakini asije mara nyingine kwa njia ya kukopa, mwachilie aende. Lakini wakati atakuja tena, atajua hajalipa ile deni ya mwanzo, kwa hivyo hawezi kuja kukusumbua tena, itakuwa mnakaa kwa amani. Kwa hivyo wapenzi, mambo mengi uangalie na uende katika neno la Mungu, usiingie katika majaribu kila wakati. Bwana anasema achilia hiyo, kwa sababu mbiu ya Bwana imepigwa. Ondoka mahali hapo, isikusumbue tena katika mafikira yako, kwa sababu unajua ukifikiria sana juu ya madeni na mambo mengi ambayo umekopesha watu, wakati mwingi hauna amani, unakuwa umekasirika, wengine wanakutusi na uliwasaidia.
Baada ya kwenda kuwaitisha, wanakutusi na kusema una majivuno, una kiburi, na walikuja kama wameinama. Kwa hivyo mambo kama haya, wapenzi, neno la Mungu linatuambia jiondoe katika hizo shida, ili usiwe na uadui na mtu yeyote aliye karibu nawe. Waweza kumtoza mgeni, lakini kila uiacho kwa nduguyo, mkono wako umwachilie. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia kama ni mgeni, wale hamhusiki, yule si mtu wenu, hamuna udamu ndani yake. Huyu mtu waweza kuendelea kumdai kwa sababu yeye ni mtu wa nje, si mtu wenu. Lakini ndugu yako ni ngumu sana, yaani mtu ndugu ni katika jamii yako, huyo mtu ni vigumu. Na mnajua vile ninavyowaeleza siku ya leo kupitia neno la Mungu, wakati unakopesha ndugu yako au dada yako katika familia, ukimuitisha na awe hana, wengine katika familia wanakuambia uache kiburi na umwachilie, unamtusi kwa sababu hana, ama unamkashifu ama kumletea shida na kumdai saa yote na unajua hana. Inaleta uadui katika familia. Kwa hivyo muwe na hekima, na si hekima ambayo mtaenda kutafuta. Imeandikwa hapa, inasema ya kwamba waweza kumtoza mgeni. Mgeni unaweza kuendelea kumdai kama hajakulipa, lakini kila uiacho kwa nduguyo, mkono wako uachilie kabisa. Kile ambacho umempa ndugu yako mwachilie, wachana naye, kwa sababu italeta shida hata amani. Tumeona familia nyingi zimevunjika sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa hiyo hekima ambayo Mungu ametuambia. Nao wachungaji walio makanisa tofauti hawafundishi watu wao ukweli huu. Hawataki kuwaambia saa yote ni kwenda na kuhubiri okoka, lakini hawaweki misingi, wawaambie hapa, ikiwa shida hii unafanya namna hii. Lazima tuwe counselors, kwa sababu hata Bwana anasema huyu ni kansela mkuu, Yesu anayekuja. Ukisoma Isaia 9:6, lazima ujue jinsi ya kuambia washiriki katika kanisa mulilo, jinsi Bwana anavyosema katika kitabu chake cha maandiko matakatifu. Na ndipo unasikia ya kwamba lazima kuwe na spiritual counselor, yani ule kansela wa kiroho ambaye ni mchungaji, anatakiwa kujua haya mambo yote ili aweze kusaidia watu wa Mungu ambao hawana nafasi ama hawajui kusoma, ili waweze kuelewa neno la Mungu linasema nini. Lakini hawatakuwako maskini kwenu, hawatakuwako maskini kwenu. Bwana anasema, na uangalie, imeandikwa katika bracket, soma hiyo neno vizuri. Imeandikwa hapo mstari wa 4, imeandikwa lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi ya kupae Bwana Mungu wako uimiliki, iwe urithi wako. Hiyo imewekwa katika bracket, imeongezwa pale, na imesema ya kwamba mkifanya kanuni hizi za kuachiliana katika udugu na kusaidiana katikati yenu, hakutakuwa maskini. Katika familia yako, ndugu zako na dada zako, hakutakuwa na umaskini. Kwa nini? Kwa sababu mnainuana. Wacha niwaambie siri, wapenzi, zaidi sisi watu weusi tuna shida sana, shida kubwa kabisa, na ni shida. Kwa nini? Kwa sababu hatuoni kusaidia mwingine, badala yake hata tunawasaidia tukipiga makelele. Wengine wanamwambia kila siku unakuja kusaidiwa, hauendi kufanya kazi namna hiyo. Lakini angalia, nimekaa na makabila kama watu kama Wahindi na wengine, nimekaa nao kabisa, na nimeona ya kwamba ndugu yao akija, mtu wao akija, kwanza wanamfundisha ile kazi wanafanya. Wakisha mfundisha, baadaye watamkopesha pesa, watakutana pamoja wamkopeshe pesa. Kama ni duka, wanamletea mamattress, yule anatengeneza mabati, yule anatengeneza vitu zingine, wanamletea, wanamjazia hiyo duka. Sasa yeye ataendelea akiwalipa polepole, akiendelea na biashara na ana mambo yake. Huyo mtu atakuwa tajiri baada ya miezi kadhaa, na utaona wengine hata wanatumia mbinu tofauti. Hata duka wanaweza kuchoma, na wanachoma ili walipo na insurance. Wana hekima zao za kidunia na za kijamii. Na unaona hata wakongwe wao, wale wazee na wale viwete walio kati yao, na wale hawajiwezi waliopooza na wengine. Hauwezi ona watu kama Wahindi katika nchi zetu, hata hapa Amerikani tuko. Hauwezi kuwaona barabarani wakiomba. Hata angalia street people hapa, angalia homeless, hakuna hao watu, hakuna. Na wako
waiko wanapitia hiyo hali, lakini ndugu zao wanawabeba, wanajenga misikiti mikubwa mikubwa huko. Asubuhi wanapeleka viwete zao na watu wao wanawaweka huko, jioni wakitoka kazi zao ndio wanaenda wakiwachukua. Na hizo ndizo kanuni zilizo hata katika Kenya, hata katika nchi za majirani Nimetembea, hauwezi ona Wahindi barabarani, hauwezi ona makalasinga barabarani wakiomba. Si ati hawana viwete, si ati hawana shida, wanazo nyingi sana, lakini wanaficha shida zao, wanasaidia ndugu zao sababu ya kanuni hizi. Na unajua hao wanasoma vitabu za Hindu, Shiva na zinginezo, wengine ni Buddha na wanasoma hiyo. Na uangalie hata majapanisi ya uwekuti hapa wamelala wapi katika nchi zenu. Hapana, wote wanaweka watu wao katika kanuni za neno la Mungu. Na ndio niliwaambia, ukisoma dini za ulimwengu usome uelewe, kuna kanuni ambazo zinakubaliana katika vitabu vyote vya dini ya ulimwengu, kwa sababu msingi yao ni moja, ilitoka katika kitabu cha Hindu na Zoroaster, ikaja katika Judaism na mambo kama hayo. Hata Islamu yote imetoka huko. Hata Waislamu hauwezi kuta ndugu zao wamelala barabarani, hapana. Hauwezi kuta wakiombaomba, hapana. Ni vigumu. Anza kufikiria wale watu wenye shida ni Wakristo, wale tunajiita Wakristo, kwa sababu tumekataa kufuata kanuni hizi za Mungu. Badala yake ni kujijazia tu matumbo yetu na hatujali wengine. Mambo haya lazima tuangalie, na ndio hasa mimi usisitiza, hata kama ni mtoto wako amekuwa ni mbaya, haenendi vizuri katika nyumba yako, jaribu umweke mtoto wako kwako, kwa sababu ni wako, hata akiharibika ni wako. Kwa hivyo uendelee kuomba Mungu ili aweze kuwa vizuri. Kwa hivyo hizi ndizo kanuni ambazo nataka muelewe na muangalie haya mambo na waguzia. Kwa hivyo mambo mengi hamutaona, lakini makabila ambayo yamekataa kufuata, na isitoshe hata makabila ya Afrika wengine, hata kama tuseme watu wale wanatoka kama Kenya kule baharini, kule Lake Region, na wengine hauwezi kuona mambo yao, wanaficha, wana umoja sana. Lakini naguzia kuna makabila hawana umoja huu, ni watu wa vita, kuzozana, hawawezi kusaidiana. Watu wao ndio wamejaa barabarani, wanaomba, wana mambo mengine. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie hii mambo kabisa, tusimame katika neno la Mungu. Ndio hata wakati tunasema tumeokoka, wokovu wetu unaonekana na watu wanashuhudia, wanasema kweli hao wameokoka. Kwa hivyo wapenzi, kwamba utaisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Usikiza kwa bidii. Sikia vile Bwana anasema, uyatunze maagizo hayo yote ni kuagizayo leo na kuyafanya. Ile Mungu anasema ufanye. Ficha nguo yako ya ndani, ficha siri yako, ficha watu wenu. Ukiona mtu wenu kama kwa mfano ni mgonjwa, unajua hii mambo tunaita harambee mingi haingeweza kufanyika ya hospitali na nini. Ati mtu ni mgonjwa wa hospitali, nyingine imekuja kwa njia ya wizi, nyingine ni uongo, na nyingine ni kweli kwa sababu watu wameachilia wengine. Lakini kwa ukweli tufuate undani kabisa. Ikiwa Mungu amekubariki wewe na ndugu yako ama mtu wa familia yako ameingia ugonjwa na ameenda hospitalini na inatakikana 1,100, tuseme kwa mfano 1,100 kama Kenya shilling namna hiyo 1,100 wewe unaangalia unaweza kumpa, kwa sababu hiyo ni 1,000 ya dola za Amerika. Unaweza kumsaidia na aweze kutibiwa. Sasa ukikataa, unakaa unasema mimi naweza kupata 200, naweza kupata 100. Namna hiyo yule mtu hata anasababishwa kifo, na wakati amekufa ndio mnakimbia kununua majeneza ya bei na kuleta magari ya kuvuta na ingine ya kubeba nyuma mkokoteni ile sanduku ya maiti, kujifanya ati nyinyi ni wangambo na kupiga mapicha ziende internet. Huo kwangu mimi ni upuzi na ulaji wa upepo. Hiyo ni mbaya. Saidia mtu alipo hai kama mnaweza kumsaidia, kwa sababu ukisaidia mtu kwa roho safi, hiyo ni kumkopesha Mungu na Mungu atakurudishia mara moja. Na ninasema nikiwa na ushuhuda, wakati utagaramia mambo ambayo Mungu amekuambia, garamia hapo, na ukagaramia mtu akapona, Mungu naye anakubariki mara kadhaa. Lakini si lazima ulazimishwe, hiyo ni yako kutoka rohoni, kwa sababu Mungu amesema uyatunze maagizo haya ninayokuagiza leo, uyafanye, kwa sababu ni hivyo Bwana amesema. Mambo mengine kama hauna, mwambie Mungu nimefanya, sasa na wewe Baba nibariki. Naye Mungu hakai na deni, atakubariki mara moja. Kwani Bwana Mungu wako atakubarikia
Kwa hivyo Bwana Mungu wako ukitenda na kufanya vile amesema, Mungu atakubariki kama alivyokuahidi, kama alivyosema atakuahidi ukifanya yale ambayo amekwambia ufanye. Nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa. Wewe utakuwa unakopesha na sio kukopa. Ngoja niwaambie wapenzi, na wacheni niwaambie wewe unayenisikiliza sasa, ukiwa mwaminifu kwa neno la Mungu, kwa kweli Mungu ataondoa shida zako nyingi na hautakuwa mtu wa kukopa. Mungu atakubariki kwa njia ya kipekee. Atakupeleka mahali ambapo baraka zako zitaangukia. Hata wakati maploti zinatoka milioni, atakuletea mtu anataka 1,100 akiwa na haja. Mungu atakutafutia kwa njia zake. Njia za Mungu ni za ajabu. Mambo ya Mungu ni makuu, baraka zake ni za milele. Na wapenzi, wacheni waambie, fuata kanuni za Mungu, maagizo yake, na utaona vile Mungu anavyotenda. Anabadilisha maisha yako kabisa. Unakuwa wewe ni jitegemee, yaani wewe unakaa ukijua kuna Mungu anayeangalia masilahi yako, na anasema ya kwamba utakopesha mataifa, lakini wewe hautakopa. Watu watakuwa akija kwako wakiwa na shida, utawapa, lakini wewe hautakopa. Kwa sababu gani? Mungu atatosheleza mahitaji yako. Nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa. Tena utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Wewe utakuwa mtawala, kwa sababu wakati hauna madeni kwa watu, wakati ambapo hakuna watu wanakudai, wewe ni mtawala, kwa sababu wewe unatawala kulingana na kanuni zako. Wewe hauna stress, wewe hakuna kitu kinakusumbua. Kwa sababu gani? Unafuata kanuni za Mungu. Watu watakuja kwako, lakini wewe hautaenda kukopa, utakuwa ukienda kusaidia. Kwa hivyo wapenzi, hizi ni kanuni, na ninawaambia usipofuata hii unakaa katika shida sana. Na ndio unaona katika familia yenu, ikiwezekana, katika jamii zenu, ikiwezekana, mahali unaweza saidia na unazo, tafadhali saidia, ili kati yenu kusiwe na umaskini, kama vile neno limesema katika mstari wa 4. Na hivyo inawezekana, kwa sababu afadhali watu wawe wanatafuta chakula tu cha tumbo kuliko kuwa na shida zingine ambazo hawawezi kusaidia na una uwezo wa kuwasaidia. Kwa hivyo wapenzi, si walazimishi, ni wewe na kufunza neno la Mungu. Ujue wokovu misingi yake ni nini. Ukiwa na hiyo misingi, wokovu ni rahisi sana. Kukaa katika njia za Mungu ni rahisi sana, kwa sababu Mungu atakuwa anaongoza hatua zako na mafikira yako, na utakaa katika furaha hata na nyumba yako. Kama akiwapo mtu maskini pamoja nawe, ikiwa kuna mtu maskini kati yenu, ndugu za mmojawapo, yaani katika ndugu zako kuwe na mtu maskini ndani yako, akupayo Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Yaani kwa ile mali Mungu amekupa, na kati yenu kuna mtu maskini, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kuna wengine ndugu zao wengine hawana mahali hata pa kujenga, na wana maploti ambazo zimelala hata hawajaweza kujenga, zimekaa tu, na ndugu zao wana tabu sana. Kwa nini usitoe ploti moja uwajengee hapo? Hata kama ni nyumba rumu moja moja, uwajengee hapo, wakae mahali wana amani. Ndio maana unakuta watu wamejaa mabarabarani, maduka, veranda za maduka wakiomba. Si ati ndugu zao hakuna mtu mmoja tajiri ana mali. Kunao hata wengine wana maeka. Wakati unalia ploti moja ya 50 by 100, kuna mtu ana maeka 1000 na zimelala, zinakaa nyoka na wanyama wengine, na hakuna mtu zinafaidi, na ndugu zake wanalala mabarabarani wakifa kwa njaa na kugongwa na baridi, kwa sababu wamekataa kulisikia neno la Mungu. Na ukienda siku ya Jumapili, ile kanisa anahudhuria, anapewa heshima kwa utajiri wake na magari makubwa makubwa na majumba makubwa makubwa, anapewa kiti ya mbele. Huo tafadhali ni ulaji wa upepo. Mali haya yote utawacha hapa duniani, na mengine italiwa na wengine ambao haukutaraji. Kwa nini usisaidie watu na siku zako ziongezeke? Kwa sababu ukifuata kanuni ya Mungu, nawe utabarikiwa. Na ndio anasema kati yenu ikiwa kuna maskini, tafadhali usifanye mkono wako mgumu na moyo wako usiwe mgumu. Tafadhali toa, nyosha mkono, kwa sababu hata wewe ni Mungu amekupa. Si ati ulienda mkutano kwa Mungu, hapana, ni Mungu amekupa. Na kama si Mungu alikupa, basi wewe ni mwizi, wewe ni mfisadi, umeiba, na ndio una uchungu sana. Lakini ikiwa ni Mungu amekupa, basi hata wewe itakuwa ni rahisi kumsaidia mwingine, kwa sababu tayari unakumbuka kama si Mungu haungekuwa umefika mahali hapo. Jifunze kusaidia makabila mengi, na ndio nawaambia
Watu kama makabila hawa wazungu, Wahindi, namna gani, unaona vile wanasaidiana, wanaanza hata vyama ambavyo vinafaulu. Lakini wengine wetu tukianza vyama, hata cooperative society ni kuibia wengine. Ikienda miezi kadhaa ameokota pesa, unasikia hiyo cooperative imekufa, watu wanaenda na mamilioni. Tumekuwa na makampuni kama Pyramids na zingine zimewafinyanga watu wengi, hata wakaenda na mali nyingi za watu, wezi tupu tu, na utawakuta makanisani ndio wazee wa kanisa na viongozi wengine. Hiyo mimi nawaambia wazi, kwa sababu hautakuta wezi kama hao wako nje, wanaenda kati ya watu makanisani ili wapate watu wa kudanganya. Kwa hivyo wapenzi, muangalie sana na mjifunze jinsi ya kukaa. Kabla ya kufanya jambo, tafadhali uliza Mungu kama jambo hilo ni nzuri. Kama basi akiwa maskini kati yenu, saidianeni, inuaneni mmoja na mwingine, na ndio mtakuwa watu ambao wanaheshimika. Usifanye moyo wako kuwa mgumu, wala usimfumbie mtu mkono wako nduguyo maskini. Yaani usikatae kumfungulia mikono ndugu yako aliye maskini. Msaidie. Hata akiwa anaongea matope, hata ikiwa anaongea vibaya, wewe msaidie tu. Wakati unasikia na shida, msaidie na usahau, kwa sababu wakati unasaidia maskini unamkopesha Mungu, naye Mungu atarudi nyuma yako, atakubariki ili upate akupea hata wengi, na nyumbani kwako hakutakosa, atakulinda hata magonjwa na mambo mengine, hata jamii yako ataishi vizuri, na utakuwa ukiulizwa nini inaendelea, hata mtumii mambo fulani fulani, madawa na nini. Ni kwa sababu Mungu anakushughulikia, kwa sababu na wewe unashughulikia watu wako, kwa sababu hata hao maskini ni watu wa Mungu, na si ati ni wajinga kuwa maskini. Ni vile tu mambo mengine Mungu anaweka. Hata Yesu akasema maskini watakuwa nasi kila wakati, hawatakosa. Lakini wale walio karibu na wewe, tafadhali wasaidie vile unavyoweza, usiwefanye moyo wako kuwa mgumu. Na hii ni kanuni ya Mungu, sio mimi nakwambia ufanye hivyo, ni maandiko tunasoma. Bwana anasema nini juu ya jambo hilo? Kwa hivyo usije ukapita ukasema Pastor Karanja anasema hivi. Hapana, rudi katika maandiko na ufanye hivyo, na ukifanya hivyo, mimi nina hakika ya kwamba utafaulu. Ile kidogo ulio naye, gawana na mwenzako ambaye hana kitu, msaidie siku hiyo. Lakini mfumbulie mkono wako kwa kweli, umkopeshe kwa kweli yatoshayo haja yake katika ahitajio. Wakati amekuja akiwa na hitaji, msaidie, kwa sababu mtu hawezi kuja kwako kama hajui ati unaye. Anakuja kukopa kwa sababu anajua ya kwamba unacho. Kumbuka nyakati tulipozaliwa sisi, watu tunajiita baby boomers, wale watu wa miaka hiyo ya nyuma. Jamii zetu, wazazi wetu hawakuwa na ile ya mambo ya moyo mgumu. Walikuwa wakiombana chumvi, ukipata utarudisha. Unga ya kupika ugali walikuwa wakiombana. Vitu vingine, hata mwingine wangekuja wakwambia nisaidie ile kuku, nina wageni yangu, ikitaka nitakuletea. Waliombana hata mayai, mambo mengi, walisaidiana hata kwenda kulima shamba. Hakukuwa na matinga, walikuwa wanaambiana mwezi huu, siku hii ya leo tutalima kwa fulani. Vijana wote na wamama wanaenda huko, wanapika, wanalima hiyo shamba kama tinga na majembe, na wanamaliza. Watu walipendana. Lakini siku hizi shetani ameingia kati ya watu. Pesa imeleta shida, hata watu wamesahau ujamaa wamesahau kabisa. Wameandikiwa wengine tuna marais kama kina wale wa Afrika waliandika ujamaa na mambo mengine, kufunzwa socialism, mambo ya kupendana. Watu wamekataa kabisa, wamekuwa makapitalist, watu wa kujipenda roho zao tu. Bwana anasema kutana na hitaji la nduguyo aliye kati yenu, msaidie tu. Na hiyo ni kusema Mungu atakulipia. Mungu akai na deni. Ukisaidia mtu, Mungu anajua roho ya kila mtu, anajua hata ule anakuja kukunyang'anya, na yeye Mungu atakurejeshea. Jitunze, msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako. Usiongee matope kwa mtu ambaye anakuja kukopa kwako. Usiongee vibaya. Siku moja nilienda kukopa mahali, sikuwa naye na nilihitaji pesa kiasi fulani, lakini nakwambia, kwa sababu yule aliona mimi siwezi, na ni familia, alinisomea mpaka hata nikashindwa hii pesa napewa ya nini. Na nilichukua tu kwa sababu ilikuwa ni pesa kiasi nilitaka kwa jambo fulani, lakini niliomba Mungu, nikamwambia Bwana, usikubali niwe ninasomewa namna hiyo, kwa sababu hata mimi ni mtu natakiwa kuheshimiwa. Nilienda nikaambia mke wangu, nimepewa hizi pesa, zilikuwa kama 50,000, lakini nimesomewa mpaka mimi nikasikia mimi ni mtoto na mimi ni mjinga. Kwa hivyo
Nikasema hata afadhali singeenda, afadhali ningekaa tu ningoje Bwana, kwa sababu lilikuwa jambo la dharura. Unajua hizo pesa niliweka, sikutumia vile nilitaka, niliziweka tu zikakaa kama siku kadhaa, kama mwezi moja, wiki mbili tu. Zilipokaa hivyo, Mungu alinifungulia njia nyingine, kwa sababu nilikuwa na uchungu sana na nikaweza kutimiza ile nilitaka. Nilirudisha hizo pesa kwa mwenyewe, nikamwambia tafadhali, ile pesa yako nilikwambia nitarudisha, ndio hii. Na nikaenda nikaweka mahali aliniambia nipeleke. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Nilikuwa na uchungu. Na wapenzi, usitoe maneno machafu, usitukane mtu. Kama unamsaidia msaidie, kama ni kukopa mkopeshe, na usiongeze mambo mengine ya kumsomea kama mtoto. Hata yeye angependa awe na pesa kama wewe. Kwa hivyo wakati analia mbele ya Mungu, wakati unamtolea maneno magumu hivyo, analilia Mungu, naye Mungu akimulilia, Mungu anamlipia. Kusema umekaribia mwaka wa 7, mwaka wa maachilio, jicho lako likawa ovu juu ya nduguzo, usimpe kitu, naye akamulilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako. Unaona, wakati unamuongelesha mtu vibaya ati na deni yako, basi yeye hulia mbele ya Bwana, kwa sababu wakati mwingine hana kabisa, hana. Na sasa ukienda kumsomea na kumtukana, sasa na yeye analia kwa Mungu. Anamwambia Mungu, kwa nini ulininyima mimi niwe natukana hata mbele ya watoto wangu na mambo kama. Na akilia mbele ya Mungu, hiyo hasira ya Bwana inarudi kwako. Kwa hivyo ujihadhari, na imeandikwa, soma verse 9 mstari wa 9, ati usiseme jambo lolote, usiende kumpigia kelele hata kama imefika mwaka wa 7 na hajakulipa. Usiende kumpigia makelele na kumtusi mbele ya watoto wake na mbele ya mke wake. Hiyo ni kumlet down, ni kufanya mambo ambayo Mungu akiwa mbinguni aliyekupa hiyo pesa anaona kweli hata unatumia njia isiyofaa. Anasema isiwezekane, kwa sababu yule mtu akilia mbele ya Bwana, basi inakuwa ni dhambi kwako. Bwana anaanza kukuadhibu kwa hivyo ataleta hukumu kwako. Kwa hivyo mpe kwa kweli. Ukiona kabisa hawezi lipa, achilia. Mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa. Ukimpa umwambie, basi mimi hiyo deni nimekuachia na sina ubaya, Mungu akubariki. Na basi Mungu atambariki na wewe atakubariki zaidi. Na sikwambii ufanye hivyo, wewe mwenyewe utaweza kuhukumu. Ukienda kwa mtu mdeni wako mwaka wa 7 hajaweza kukulipa, basi utaweza kufanya ile kitu, kipimo chako, assessment na kiungu, na Mungu aliye ndani yako utaangalia uone huyu mtu ni kukataa, ama anazo amekataa kunilipa, ama kweli hana. Kaona namna hiyo. Siku moja nilikuwa na shida tu, ni mimi napenda kupeana ushahidi wangu mwenyewe, ushuhuda wangu. Nilikuwa mahali nimepata ploti, Mungu alinipa tu kwa kulia sana. Na wakati huo sikuwa nimekuja hata, nilikuwa kwetu nyumbani, na nilikuwa najaribu sana nijenge hata kanyumba ka fito, kate fito tu niweze kutengeneza, alafu ikandikwe mchanga, alafu tuhamie pale, kwa sababu ya nyumba za kulipa ilikuwa shida kwangu sana. Ilikuwa imenilalia, wakati mwingine hauna kazi inakuwa tabu kabisa. Kwa hivyo wapenzi, niliweza kwenda kwa ndugu mmoja na alikuwa nakata hiyo miti huko msituni, na alipoenda nikamwambia nikatie hiyo miti niweze kutengeneza kanyumba hata karibu 2 familia yangu ihamie pale, ili niweze at least kuwa natafuta tu ya tumbo. Lakini wakati nilimpa pesa na akakata hiyo miti, nilikuta baadaye ameuza yote, na alikuwa nyumbani kwake alikuwa na watoto wengi, alikuwa na watoto 10 katika nyumba. Watoto wake saa ingine naenda huko nakuta hata chakula ya kula, hata vitu wanavyotumia kwa nyumba, na nyumba wanayoishi ni nyumba hata wewe mwenyewe unashindwa kukaa chini. Una tabu ndio, lakini hata wewe mwenyewe unashindwa kuingia. Na mimi nilipoangalia nilikuta hata hiyo miti ameuza. Mke wake akaniambia hata ameuza nini haiko tena. Nikamwangalia nikasema sasa nitafanya nini, na sina nyingine. Nilienda nikaambia mke wangu, nikamwambia hiyo sasa tusahau kujenga, tugojee Mungu. Na ndipo baada ya muda nabii fulani akaja kutoka nchi ya Tanzania kunitembelea. Alipokuja akaniambia, Bwana amesema achana na nyundo na misumali, yeye atakushughulikia. Na kweli Mungu alinishughulikia. Nakaa vizuri tu, hata kama sina hiyo pesa mnataka niwe naye, lakini sikosagi riziki ya jioni na hata ya asubuhi na hata wakati wa mchana, na vile vile amenilindia hata familia. Na kuambia nini, si utajiri huo mkubwa, Mungu atakushughulikia. Na wakati huu mimi naweza kunyosha mkono wangu na kumsaidia mwingine, bali neno katika Samueli ninaweza kufaulu. Tutakuwa vichwa, hatutakuwa mikia. Kwa hivyo wapenzi, angalia, fanya kanuni za Bwana. Hata kama hutafanya zote, jaribu uwezavyo, ujifunze
neno la Mungu ulifanye kama lilivyo. Najua mambo haya nafunza. Kama ningekuwa naongea tu, mungesema huyu mtu analeta mambo yake, lakini tunaenda laini kwa laini katika Biblia, uone vile Bwana alisema na vile anataka tuishi. Sasa anasema juu ya madeni, vile tutakavyofanya, na ametuongoza. Kwa kuwa Bwana atakubarikia, atakubarikia Mungu wako kwa neno hili, kazi yako yote, na katika kila utakalotia mkono wako. Mungu atakubarikia kila kitu utaguza na mikono yako. Mungu atakubariki kwa sababu unatenda mapenzi yake. Kwa nini Wakristo wengi wanakaa na tabu? Kwa nini wengi wanakaa katika hali ya umaskini? Ni kwa sababu ya mkono birika, kwa sababu hawasaidii. Mkono yao inakaa kama birika. Hawa wanataka kupewa na hawapeani. Kwa hivyo principle, sheria ya kutoa ni muhimu sana, kwa sababu naye Mungu hurudisha, anakulipa. Kwa hivyo wapenzi, mjifunze hivyo na Bwana atatushughulikia, kwa maana hawatakoma katika nchi milele. Ndipo ninakuamuru na kukuambia, mfumbulie kwa kweli mkono wako nduguyo, mhitaji wako, maskini wako katika nchi yako. Bwana anasema maskini hawatakosa katika dunia, hawatakosa katika familia yenu, hawatakosa, watakuwako. Na ndio Bwana anakuambia mfungulie mkono wako, wewe uliyebarikiwa katika hiyo familia, uwasaidie, uweze at least kuwainua kiasi, uweze kuwasaidia. Ukikuta wanatabu, wape. Ukisikia hawana chakula, wape. Hauwezi kuwapa kila siku, lakini kuna mahali unafika, unasikia roho yako imehukumiwa, kusaidia huyo mtu, na unasaidia, kwa sababu kuna wengine vile vile Mungu atawatuma waweze kusaidia hiyo jamii. Kwa hivyo usidhani maskini wataisha, na nikwambie siri, hata katika watoto wako, wakati watakuwako na wewe hauko, unakuta wengine hata ukiwapo, unakuta mwingine hajui kujipanga vizuri, mwingine akae vizuri namna hiyo. Lakini tunakaa kwa ahadi ya Bwana, kwa sababu ahadi ya Bwana inasema wewe ukitenda mapenzi ya Mungu, Mungu atashughulikia watoto wako na nyumba yako. Na ni kweli Mungu atawashughulikia, ataangalia maslahi yao, make sure Mungu atafanya watoto wako waishi vizuri. Hata kama hawana huo utajiri mwingi, hawatakuja kukusumbua kila wakati wakiomba. Wataweza kujikimu katika chakula zao, mavazi na kila kitu, kwa sababu ni neno la Mungu linasema ataondoa hiyo shida kati yako. Kwa sababu gani? Na wewe unafuata kanuni ya Mungu, na amesema maskini hawataisha kati yenu, wataishi na nyinyi milele. Kwa hivyo kazi yetu kama watu wa Mungu ni kuendelea kuonyesha ulimwengu ya kwamba kweli kuna Mungu kwa kutenda, kwa sababu sisi ni mikono ya Mungu, vessel of God. Sisi Mungu anatutumia tukiwa managers wake, anatupea na sisi tunaachilia. Kwa hivyo wapenzi, na ndio uende usome vizuri Luka 6 mstari wa 38. Toa, utoe kabisa, naye Mungu atakujazia, asukume ndani mpaka ushindwe mahali pa kuweka. Kwa hivyo fanya mapenzi ya Mungu na mambo yako itakuwa mazuri. Hiyo tumeongea juu ya madeni. Sasa Bwana anasema tuongee juu ya watumwa, wale ambao tumeandika kazi hapo mstari wa 12, juu ya watumwa, the laws of the slaves, ama sheria ya utumwa, ya watumwa walio kati yako. Anasema ya kwamba unajua kuna watu wanawatumishi maids na wengine katika nyumba, hao ni watumwa, sababu unawatumia kukufanyia kazi fulani. Kwa hivyo ama pengine ulinunua, kuna makabila mengine kama Waarabu wengine wananunua watu wakiwa watumwa, na tunajua hata hapa Amerikani wengi walikuja wakiwa watumwa. Ni hiyo Mungu, mtu anayeandikwa kazi kufanya chini yako, ama umewaandika kazi, hao ni watumwa wako, hata kama unawalipa mshahara. Ikiwa nduguyo mume wa Kiebrania, hiyo ni kusema kama wewe ni Mkikuyu, kama wewe ni Mkenya, utumie jina la Mkenya hapo, ama Muganda, ama MDRC, ama Mmarekani. Hiyo ni kusema akiwa Mwibrania au mwanamke Mwibrania, akiuzwa kwako, awe mtumwa, naye amekutumikia miaka 6, basi mwaka wa 7 muachie huru, aondoke kwako. Huyu mtu ikiwa ulimnunua awe mtumwa wako mwaka wa 6, ikiingia mwaka wa 7 muachilia ende, kwa sababu akikaa zaidi ya hapo atakuwa kuna sheria inamsaidia awe kama mrithi katika nyumba yako, atarithi mali yako kama vile watoto wako watarithi. Kwa hivyo nawe utakapomwacha huru aondoke kwake, usimwache aende zake mikono tupu. Wakati huyo mtu anawacha kazi kwako, usimwache aende mikono tupu. Mpe kitu. Amekufanyia kazi miaka 6.
na anatoka mwaka wa 7 anaenda, tafadhali mpe kitu, usimuachilie tu aende. Akikwenda sasa mimi nakuachilia, hapana. Ataenda na nini? Ndio tunaitaga pension. Hiyo ndio tunaita, ndio hiyo mnaita 401k. Hata wewe mahali unafanya kazi, hiyo ndio unaachiliwa naye, enda naye. Ndio hiyo kitu unasema ya kwamba nitaenda na nini. Hata kwa serikali mnaita pension, na kwa makampuni nini, unalipwa kiasi fulani baada ya miaka fulani. Kwa hivyo wapenzi, usimwache aende mikono mitupu, kwa sababu ukimwacha aende na umaskini na amekutumikia, amekuacha na utajiri, nguvu ya mikono yake yote ametumia kwako. Na wengine hufanya kazi, anaoa akiwa kwako, anafanya kazi na mke wake, na wengine wote wanafanya kazi nyumbani mwako, alafu unawaacha wanaenda mikono mitupu. Hata wewe Mungu akusaidie sana, hata wewe Mungu akusaidie sana. Roho yako si ya wanadamu. Kwa hivyo kuna watu utaenda ukute hata labda watoto wa huyo mtumishi wako unamfukuza aende bila kitu, mwaka ingine, kumbe naye alikuwa akitumia kwa hekima hela zake. Utakuta mtoto wake amekuwa mkubwa, atakutana na watoto wako huko baadaye, ndio utasikia maneno ambayo haukutarajia wakisema, wewe ulitesa wazazi wangu, ulifanya hivi. Kwa hivyo wapenzi, ujue siri zote zimefichwa kwa Mungu. Hali yako ya utajiri ni mikononi mwa Mungu. Usiache mtu aende mikono mitupu wakati wote. Hata kama mtu ametembea kwako, niongeze kidogo hapo, mtu ametembelea kwako, ni ndugu yako ama mtoto wa ndugu yako amekuja kwako kwa likizo ama kutembea kwa siku kadhaa, ama ametumwa na wewe una uwezo, wakikuletea ile ripoti, tafadhali mpe hata tikiti ya kurudi kwao nyumbani, hata kama pesa kidogo, aende akikunywa chai njiani, kwa sababu unaye, umebarikiwa. Hapana kumwambia ulipewa tikiti, basi kwa heri, rudi nyumbani kwenu. Hapana, mpe kitu kidogo hata wewe uweze kubarikiwa. Fungua mkono wako kila wakati, ujifunze kutoa ili baraka za Mungu ziwe nawe. Umuangalie kwa wema, muangalie vizuri, umpe vizuri. Hapa unaambiwa angalia utajiri wako huko area gani, umuangalie kwa wema. Huyo amekutumikia miaka 6 na huu ni mwaka wa 7 katika kundi lako la wanyama. Yaani kama una ng'ombe na zingine, angalia kama unaweza kumpa ndama aende na yeye akaweze kulisha, ama katika sakafu yako ya nafaka, kwa zile chakula umepanda kama mahindi nini na maharage na vitu zingine, uangalie kama anaenda, mpe mbegu, mpe kitu abebe, na kinu chako cha divai, kama una ile divai, vitu kama hizo, mpe na yeye aende akaanze maisha, na mpe kama alivyokubarikia Bwana Mungu wako. Kwa hivyo na wewe umpe sehemu kama vile Bwana alivyokubarikia, na wewe mbariki anapoondoka. Na ni vizuri wapenzi, mtu akikufanyia kazi miaka kadhaa, ni vizuri ukumbuke, kama una ng'ombe, kama una mbuzi zimekuwa nyingi huko, na huyo mtu amekuwa kazini mwako na anaenda, amekuambia sasa imefika siku ya kwenda, tafadhali mpe kitu ambacho atafurahia. Hata akienda atatamani kurudi kwako mara tena, kama vile Bwana alivyokubariki. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Wacha kuwa mkono gamu. Unakaa mkono gamu, zingine zinakufia huko kwenye vichaka, zinakuliwa na wanyama. Naona uliza ni kwa nini? Ni kwa sababu wewe hauangalii kanuni za Mungu. Zingine zitakuliwa na wanyama wa mwituni huko zikifugwa, mang'ombe na nini, zingine zinakufa zikizaa. Mambo kama hayo inatokea kwa sababu fulani. Angalia kanuni za Mungu. Anasema kama ninavyokubariki na wewe bariki wengine, hata katika kundi lako la wanyama, vile vile katika sakafu yako ya nafaka unazovuna. Mambo hayo uangalie sana, usije ukawa mkono birika hati ya ujali wengine. Nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri. Haukuzaliwa ukiwa tajiri, ulizaliwa Mungu akakuonea huruma. Ulikuwa mtumwa tu, ulikuwa mtu fukara tu, lakini siku moja Mungu akakukumbuka. Usisahau hiyo, Mungu alikukumbuka, na ukumbuke hata wengine wanaweza kumbukwa vile ulikumbukwa. Kwa hivyo akakukomboa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo mimi ninakuamuru neno hili hivi leo, na wewe saidia wengine. Hivyo ndivyo Bwana anavyosema. Hata ulikuwa maskini, haukwenda kusalimia Mungu, haukufanya jambo kama hilo, kumbuka hata huyo mtumishi anakutumikia. Ninaonaga watu wengine katika nyumba wanatumia watumishi vibaya, wanalala kwenye sakafu, jikoni, hata chakula wanakula ile mabaki imebaki, ama anapika chakula cha maharage tupu na mahindi, anasema hiyo ni yako mtumishi. Yao wanakula manyama na minofu. Kuna watu wa namna hiyo. Nguo unaona, hata mambo mengi wanatesa hawa watu sana na wanawafanyia kazi. Hiyo ni makosa. Mfanye mmoja wa jamii, kwa sababu huyu anafanya kazi katika nyumba yako. Mpe heshima zote, kwa sababu naye atakutumikia vizuri. Anasema anakuamuru Mungu uwe namna hiyo. Kumbuke hata wewe ulikuwa maskini.
na mambo inaweza geuka. Hata mpira ugeuka, goli ile wanageuka, wanakuja goli ya Kaskazini. Hata itakuwa akikuambia siondoki kwako, ikiwa huyu mtumishi amesema haendi kwa sababu umekuwa mtu mzuri kwake, umemsaidia sana, amekupenda, ameingia katika familia hiyo, miaka 6 mumependana sana. Ukimwambia sasa aende mwaka huu wa 7, akwambie siendi, akwambie hataki kwenda, siondoki kwako, unaona ana uhuru, anasema nini bwana? Anajawabu, kwa sababu akupenda wewe na nyumba yako, kwa kuwa yu hali njema kwako. Yeye amefurahia kuwa kwako, anapenda nyumba yako, anapenda jamii yako, na amefurahi sana akiwa kwako. Mambo hayo matatu, anakupenda wewe na anapenda nyumba yako na anapenda vile vile amekaa na hali njema kwako. Kwa sababu hizo tatu muhimu, anasema ya kwamba, na amesema haendi, ndipo utatoa upenyeze katika sikio lake, uingie katika umbao wa lango, naye atakuwa mtumishi wako milele. Yaani utaenda katika ulingo wa mlango hapa, uchukue ile ambaye kama ile utoboa mashimo ya viatu, uende naye hapo mlangoni hapa, sikio lake ushikanishe na hiyo mlango mbao, si chuma, mbao, kwa sababu mbao na agano la Bwana zina mapatano na mwili wako, kwa sababu imeumbwa. Kwa hivyo hiyo mapatano ni ya uhai, kwa sababu mbao ni mti ulio hai ambao ulikatwa, na hiyo mbao ina maana na wewe. Basi utaenda na hiyo sehemu, umchome hapo, ukate shimo. Ukisha toboa shimo hapo, hiyo ni kuonyesha ya kwamba amekuwa wa jamii yako, hataenda tena milele, amekuwa wa nyumba yako, atarithi, kwa sababu amekubali hata kumwaga damu katika uhai wa ulivyo navyo, ili akutumikie. Kwa hivyo atakaa kwako na ataishi kwako, na kama ni mwanamke, yani kijakazi chako, naye vile vile fanya vivyo hivyo, naye vile vile katika sikio lake mtoboe. Hiyo ni kuonyesha. Kwa hivyo watu wengi unaona wametobolewa masikio, wengine wana kanuni zao. Hata Wahindi utakuta, hata wazungu utakuta wengine, wacha hii ya ukora hii ya EPS on the highway. Hapana, kuna ile ya kanuni ya kusema ya kwamba mimi nitakaa kwako, nimekubali kukaa kwako, na ameingia kwa mapatano hiyo ya kutobolewa shimo katika masikio. Kwa nini asitobolewe kwenye pua? Ni kwa sababu kwenye sikio atakusikia, atakutumikia, kile utakachosema chote atakutumikia, na ndio maana anatobolewa kwenye sikio, kusema hata shindana na wewe tena, atakaa akiwa mtumishi wako, atasikia amri zako na atazifuata, na atakuwa mtiifu. Kwa hivyo wala usione ugumu utakapomwacha huru kuondoka kwako, kwani amekutumikia miaka 6 kwa ujira wake mara 2. Umpe ujira mara 2 kama ya mwajiriwa, na Bwana Mungu wako atakubarikia kwa yote utakayofanya. Ikiwa basi hataki kukaa, anataka kwenda, utampa ujira mara 2. Mshahara uliokuwa umpe mara 2 yake, ili aondoke, kwa sababu ye mwenyewe amekubali kuondoka. Lakini basi tuone sheria za mzaliwa wa kwanza. Umesikia juu ya watumishi, waheshimu sana na uwape yaliyo ya haki. Na hapa Bwana anazidi kutueleza juu ya sheria za mzaliwa wa kwanza, firstborn. Sheria ya mzaliwa wa kwanza, awe ni wa mnyama, awe ni mwanadamu, awe ni wa aina gani katika nyumba yako, sheria zake ndio hizi. Wazaliwa wa kwanza, waume wote wazaliwao katika kundi lako la ng'ombe na la kondoo, uwatakase kwa Bwana Mungu wako. Uyatakase hayo, umtolee Bwana, umwambie Bwana, hii na itakasa kwa sababu yako, wa kwanza. Na hata mtoto wako wa kiume ni hivyo tu. Mambo ni hayo, umweke mbele ya Bwana. Usifanye kazi kwa mzaliwa wa kwanza ng'ombe, wala usimkate manyoya mzaliwa wako wa kwanza wa kundi la kondoo. Yaani ikiwa ni kondoo, ikiwa ni ng'ombe umetoa mbele ya Bwana mzaliwa wa kwanza, usimfanyishe kazi ya shamba, sababu umemtolea Bwana. Yaani usimweke nila aende kulima shamba, hapana, mwachilie. Usitafute faida ndani yake, hiyo ndio nakwambia hivyo. Usimuingize katika business. Anasema akae hivyo, akae akiwa mzuri, asitumike kwa njia ya kazi na kazi ingine. Na kama ni kondoo, usimunyoe manyoya uende ukauze ati upate faida. Kumbuka umemtolea Bwana huyu ng'ombe na huyu kondoo akiwa mzaliwa wa kwanza. Utafanyaje nao? Utamula mbele ya Bwana Mungu wako wakati atafika wakati wa kuchinjwa, ili mmule nyama.
Bwana anasema mtamla mkiwa mbele ya Bwana. Na mtakula namna gani? Mwaka hata mwaka, mahali atakapochagua Bwana, wewe na nyumba yako. Hao uliotoa mbele ya Bwana, umemtolea Bwana kama uzao wa kwanza wa huyo ng'ombe wako, atakaa huko na asifanyishwe kazi, na kondoo asinyolewe manyoya yakauzwe. Hapana, huyo umeachia Bwana. Na anasema ikifika siku ya kumchinja, mtamchinja mumule mbele ya Bwana, wewe na nyumba yako. Si watu wengine ati unaita watu wengine waje, ni wewe na nyumba yako mkule huyo kondoo, mkule huyo ng'ombe. Namna hiyo mtakula na jamii yako. Kwa hivyo ni nyumba yako, hilo unaita nyumba yako. Kwa hivyo mtakula namna hiyo mbele ya Bwana, mahali amechagua. Mahali yani katika boma yako atakuambia ni hapo, hapo ndipo mtakulia. Lakini akiwa ni kilema, ikiwa huyo ng'ombe wa kwanza amezaliwa ni kilema, pengine hana jicho moja, hana sikio moja, miguu pengine ina yeye ni kiwete, hana nini moja, mambo hayo, awe ni kiwete. Anasema nini? Akichechea, anaenda kwa kuchechea, kuinama kwa sababu miguu ni mbaya ama nini. Akiwa ni kiwete, sikia vile Bwana anasema, au akiwa kipofu haoni, au mwenye kilema kibaya chochote, usimsogezee Bwana Mungu wako. Usipeleke huyo mbele ya Bwana, usimtolee Bwana. Kitu yoyote kilema, kitu yoyote ambacho ni kipofu, usipelekee nyumba ya Bwana. Usipeleke hata kama ni kuku mguu moja ni mbaya, ama ana vidole 5 ama ana vidole 6, namna hiyo. Kitu yote ni kilema, si kawaida, usipeleke nyumba ya Bwana. Usimpe mtumishi wa Bwana, usijaribu. Kuna mtu mmoja aliona kuku yake moja imekuwa kiwete na alikuwa anauza kuku. Ametenga ziko nyingi sana kwa boma yake. Huyo mtu mimi nilikuwa hali ngumu, lakini nilikuwa nahubiri tu, ni mimi. Mke wangu alienda huko na akapewa hiyo kuku kiwete, ilikuwa imenona, imekaa tu, haiendagi, zingine zinanunuliwa hiyo na wachwa tu. Sasa huyo mtu aliamua hiyo kuku acha ipewe pasta, aenda wakakule na watoto yake. Ililetwa, mke wangu akaleta, tukakula, ilirudi ikamaliza kuku zake zote. Sitaki kuendelea zaidi, nimekuambia vile nimekuambia. Usijaribu. Na sikujua mimi, sikuwa na habari. Na nilikuwa nikasema si amepeana nyumba ya Mungu, nitakula tu kwa sababu ni shida na Bwana ameona hivyo. Basi nilikula na tukala na watoto wangu, lakini baadaye ilikuwa yeye na kuweka kuku ilikuwa mwisho wake. Hazikukaa tena, zilikwisha. Makuku mamia zilianza kufa nini, zikakosa market, kwisha. Ujihadhari sana. Ninakwambia ujihadhari sana. Kitu kiwete, kitu kipofu, mnyama mbaya, kitu kiofu, sadaka mbaya, usipeleke kwa Mungu. Kaa naye, usipeleke. Peleka hiyo una furaha, ni kitu kizuri unapeleka mbele ya Bwana, peleka. Ukipeleka kitu kibaya na unajua ni kibaya, itakukula wewe mwenyewe. Na nakwambia hivyo, kuna watumishi wa Mungu wa kujipeleka, lakini ujue hauwezi jua ni nani Mungu ameteua kabisa. Huyu ni mtumishi wangu na amempa mafuta yeye mwenyewe. Basi ikiwa huyo ndio munaye umpelekee, utaona matokeo. Kwa hivyo wale wengine wa dunia wameenda kutafuta pesa, hautaona tofauti, kwa sababu hata yeye akipata anapeleka kilabuni na mambo mengine. Lakini mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempa, pengine hiyo kitu atarudi apeleke kwa wajane ama kwa watoto mayatima, apeane huko. Na ilikuwa ni kiwete, kitu haitakikani. Lazima itakurudia wewe. Yeye hataumia, wewe ndio utaumia, kwa sababu Mungu anafanya kazi akiwa ndani ya watumishi wake anaowatumia. Utamula ndani ya malango yako, hiyo mtakula nyinyi wenyewe. Wasio tohara na wenye tohara, utaleta hata watu wa nje wakuje waikule. Utawaleta watu wakule wote pamoja. Wale wametairi na wale hapana tairi, watu magentile, wote leta wakule, ni kama pati. Pea hawa wakule, lakini siende mbele ya Bwana. Pia watakula kama unavyokula paa, wakule kama vile itakuwa ni kama vile wanakula swara ama kurungu, hii maswara gezel, wanyama wa mwitu, itakuwa ni kama hivyo. Ingawaje ni ng'ombe na ni kondoo, lakini kwa sababu ya uwete itakuwa wanapokula ni kama vile wanakula zile za porini. Kwa hivyo wapenzi, pamoja na haya, usile damu yake, uimwage chini kama maji. Pamoja na mambo yote sheria tumepewa na Bwana, pamoja na vile tutaenda mbele ya Bwana,
Kama ni mnyama, usinywe na usile damu yake, imwage chini mchangani katika nchi kama maji. Damu irudi mchangani mahali ulitoka. Kwa hivyo wapenzi, hizo ndizo kanuni ambazo Mungu anatupa siku ya leo, na kwa leo tutakoma mahali hapo, na Mungu awabariki. Umeelewa kanuni za utumwa, kanuni ambazo tumeambiwa juu ya wazaliwa wa kwanza, na vile vile sheria za utumwa, na umeelewa vile vile sheria ambazo Bwana ametufunza juu ya madeni. Kwa hivyo wapenzi, jihadhari na ufuate neno la Mungu uweze kuishi miaka mingi katika hii nchi Mungu ametumpa, ili hekalu yetu iweze kukaa safi na mafikira yetu, kwa sababu hali ya watumwa na hali ya kula wanyama ni juu ya hekalu yetu. Tukae vizuri na tuwe na afya. Na madeni ni tuondoke mafikira mengi kufikiria watu walitukopa na hawaleti, na kukaa na maskini katika hali mbaya. Mungu awabariki sana, azidi kuwainua. Tufuate kanuni za Mungu na maisha yetu yatakuwa mazuri. Asante ndugu zanguni, asante wapenzi wa Kristo. Wacha neno la Mungu likapata nafasi katika roho zenu na mkaweza kuishi maisha ambayo Mungu anapenda tuishi.